Namba 3, jumla ya samaki mama 132 wa sato na 21 kambare wamenunuliwa kulelewa kwa ajili ya uzalishaji wa vifaranga. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi huwa najiuliza siku zote katika hii nchi ya Zanzibar kwamba kweli tunahitaji vifaranga vya samaki kuzalisha samaki au tunahitaji kuwavua samaki walioko baharini? That is my $1 million question. What do we need? Kuwavua au kuwafuga? Lakini chengine, Mheshimiwa Naibu Spika, kinachonishangaza na kunisikitisha, tunakwenda kuzalisha kambare. Nani anakula kambare hapa? Waziri wa Fuoni na mwakilishi wa Fuoni yule pale. Kuna bwawa linaloitwa Jinamizini na pia hali kambare. Hivyo Zanzibar ukaache kula samaki wa maji chumvi ukale kambare. Hivyo Zanzibar ukaache kula changu ukale sato. Hatuli sisi. Sasa tunazalisha kambare na sato kwa soko lipi? Hebu leo aje atujibu. Nani anakula kambare hapa? Hakuna mla kambare hapa. Kambare wanaliwa Nigeria. Mimi niliwahi kufika nchi hizo za West. Wanaliwa Nigeria kwa sababu mbili kuu. Sababu ya kwanza, bahari yao yote imekuwa damage na shughuli za utafutaji na uvunaji wa mafuta, bahari yao damage. Lakini sababu ya pili, kambare ni samaki anupatikani katika mabwawa na ile bahari yao haipo, yote shaharibika. Ndio maana wanafuga kambare. Imekuwa kambare na tilapia they are favorite food, ndio chakula chao, samaki wao wanayempenda. Nigeria kama hajali anaitwa kwa kizungu catfish. Kambare ni catfish na yule anaitwa tilapia. Lakini si hatuwajui wala hatuli. Tulipokuwa wadogo unawapata mabwawa. Sasa unaenda kutufugia samaki kambare, anakula nani? Hapa Zanzibar unamuuzia nani? Na unatumia pesa chungu nzima kuwazalisha, kuwafuga, unakwenda kununua samaki kambare mama. Wanini nchi hii? Wanini? Mimi sioni sababu ya kununua kambare nchi. Mimi sijaiona mtume. Unamuuziana. Mheshimiwa, hili hebu lifanyeni utafiti vizuri, kambare na sato. Hebu lifanyeni utafiti vizuri. Si hapa tunahitaji changu, tunahitaji nguru, tunahitaji kolekole, tunahitaji tasi. Hao ndo samaki wetu. Usiletee samaki wa ajabu ajabu kambare. Si hatuli. Asa serikali kuinvest billion of money kwa sababu ya kambare, kwa sababu ya sato. Mimi nasema no. We don't need sato, we don't need kambare. Please go and do more research on this fish. We don't use it. Thank you. Lakini mbili, Mheshimiwa, tunaomba kusema kambare unamuuzia nani? Soko lake liko wapi? Na unapofanya biashara yote, Mheshimiwa, kwenda kwenye kambare sasa hivi nenda kwingine. No, kidogo Mheshimiwa. Unafanya biashara yoyote, business principle ya kwanza ni domestic market. Sasa huna domestic market, why you do that business for? We don't need to do such kind of business in this country. Mheshimiwa, thank you. Lakini mbili, Mheshimiwa, wavuvi. Mheshimiwa, nimefurahi sana na Mheshimiwa Rais wa awamu ya 8 kwa kuanzisha hii wizara sana. Nchi yetu ni bahari, imezungukwa na bahari. Ukienda wavuvi ni wanyonge maskini na wanafanya kazi kila siku. Na muomba sana Mheshimiwa Waziri sana, chochote anachokifanya zidi ya wizara hii, hakikishe wavuvi safari hii ni mwaka wao wa kutoka na wao katika umaskini kwenda katika utajiri. Tutashangaa sana kumwona rais wetu wa awamu ya 8 anajitahidi sana kuhakikisha kuanzisha wizara ya uvuvi, lakini tukaja tukaona baada ya miaka 5 wavuvi bado wanyonge na wana wizara yao maalum. Leo ukienda Nigeria kuna wizara ya muhogo. Twende ukatazama wakulima wa muhogo Nigeria walivyotononoka. Kwa tunataka kuona wavuvi wetu wote wanatononoka nchi hii. Jukumu hilo Mheshimiwa Rais kakupa wewe, Mheshimiwa Waziri, ulikuwa baharia, mambo unayajua. Hebu jitahidi sana kuhakikisha rais unamuokoa katika kuwaona wavuvi wameendelea katika nchi hii. Sababu hiyo ndio ikapelekea nchi hii kwa tunakula marehemu samaki, kwa sababu tuliwasahau wavuvi. Lakini wanafanya kazi kubwa. Nani anaolala bila kula samaki? Hayupo. Lakini bado tunaletewa dead fish. I can remember kuna mzungu mmoja aliniambia matusi makubwa sana. Aliniambia, you bloody people in this country, you eating dead fish. Why? Look at your beautiful of your country, but you're still eating dead fish, which is true. Tunakula samaki walikufa. Nchi hii anatoka China miezi 6 mpaka afike Zanzibar.
Uko China kwenyewe samaki unamkuta, unachagua huyu hapa, anapapatika na mkia wake, lakini hapa tunakula marehemu samaki. Mheshimiwa Waziri, jitahidi sana. Rais amekuamini, rais anakupenda, kumhakikisha unamfanyia hii kazi kwa wananchi wa Zanzibar. Tunakula samaki walokuwa fresh fish, hatuli tena samaki hawa marehemu. Lakini msiwafungie kwa sababu business principle ni kucompete, na ili tuweze kucompete ni lazima tuwawezeshe wavuvi wetu kitaaluma, kitaalamu na vifaa, waende bahari kuu wakavue. Bila ya hilo hatuwezi kufanikiwa.